Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nakaribisha katika kujifunza neno, kusoma neno la Mungu, na leo tutakwenda kujifunza neno la Mungu Isaya 25 mstari wake wa kwanza. Pale itakuwa ni jambo la baraka zaidi tukapata fundisho hili. Tusome ili andiko katika jina la Yesu. Ili andiko linasema hivi, Isaya 25 mstari wake wa kwanza inasema, Ee Bwana, wewe Mungu wangu, nitakutukuza kulindima jina lako, kwa kuwa unatenda mambo ya ajabu, mashauri ya kale kwa uaminifu wa kweli. Amen. Sasa ndugu yangu, katika ili andiko tunakwenda kujifunza mambo wa kadha. Itakuwa jambo la busara zaidi kuenda kulijua maana halisi ya ili andiko Isaya 25 mstari wake wa kwanza pale. Hii inatufundisha ni kuwa makini na hichi ninachokufundisha katika jina la Yesu. Amen. Aya hii inatufundisha kwanza kumtambua Mungu kama wetu binafsi, kumshukuru kwa matendo yake. Amen. Kuamini kuwa mipango yake ni ya kweli na kutimia. Amen. Tunaona katika andiko hili ni tunamshukuru Mungu. Aya hii inaonyesha ni sifa na shukrani kwa Mungu. Ndio maana pale tunamuona nabii Isaya anamtukuza Mungu kwa matendo makuu. Amen. Mungu siku zote ni wa kutukuzwa kwa sababu matendo yake ni makuu. Hakuna ambaye anaweza kuyafanya matendo ya Mungu. Amen. Wewe ni Mungu wangu. Hii inaonyesha ilivyo mahusiano karibu na Mungu. Unakuwa na mahusiano ya karibu ya Mungu baina yako wewe na Mungu. Itakusaidia sana na utaona maajabu ya Mungu. Amen. Si Mungu wa binafsi, bali ni Mungu wa karibu. Ni Mungu wa karibu na si Mungu wa ubinafsi. Nitalitukuza na kulisifu jina lako. Amen. Ni ahadi ya kumsifu Mungu kwa moyo wote, bila kuangalia una hali gani, bila kuangalia wewe ukoje. Amen. Mbarikiwe sana. Amen. Matendo yako ya ajabu inaonyesha kwamba ni matendo ya Mungu yalivyo ya kushangaza, ambayo hayafanyiki na mtu yoyote isipokuwa ni yeye mwenyewe. Hakuna mtu anayeweza kutenda matendo ya Mungu bila yeye mwenyewe au kupitia kibali chake yeye. Amen. Tunaenda kuangalia tena pale mashauri ya zamani kwa uaminifu na kwa ukweli. Amen. Mashauri ya zamani kwa uaminifu na kwa ukweli. Unafikiri Mungu anatuambia nini hapa? Mungu anatuambia utimiza mashauri yake aliyoyaahidi tangu zamani. Mashauri yake huwa hutimia. Mipango yake hutimia tangu zamani, anavyoahidi mipango yake hutimia. Ni Mungu wa uaminifu, ni Mungu wa utiifu na asemi uongo. Nafikiri hapo unapata picha kuhusu huyu Mungu wetu. Nafikiri hapo unaona Mungu anavyoonekana katika hicho kitabu cha Isaya 25 mstari wake wa kwanza. Sawa. Ni kumshukuru Mungu kwa ubinafsi, kumshukuru Mungu kwa matendo yake. Amen. Kuamini kwa mipango yake ni ya kweli na yanatimia. Amen. Tunaweza tukaenda pale pia kujifunza tukapata sara fupi kutoka katika ili andiko ambalo tumelisoma. Amen. Unaweza nikapata sara fupi kwa kutengeneza katika ili andiko. Mfano, mimi naweza nikasema, Baba wangu wa mbinguni, ninakutambua kwa kuwa wewe ndiye Mungu wangu, na kutukuza na kusifu jina lako, kwa maana matendo yako ya ajabu maishani mwangu. Asante kwa uaminifu wako.
na kwa mipango yako ili ya kweli tangu zamani. Nifundishe kuamini zaidi kila siku, na nifanye nisimame katika mapenzi yako, katika jina la Yesu, amen. Tubarikiwe na niseme bye bye.